Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka sijui ya agano, zilikuwa sadaka kibao, na ilikuwa na masharti ya kwamba mkivunja agano ili Mungu awe apatane na ninyi, utoe sijui mbuzi wangapi, sijui ufanyeje, 1 2 3, vitu vingi 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 vingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu wetu akaona ni mazoea. Haiwezekani hao watu kila siku wananikosea. Haiwezekani kila siku wanafanya hivi, wanaleta ng'ombe tena au wanaleta mbuzi wanachinja. Hapana, akasema ngoja nitengeneze kitu kingine. Ngoja nifanye kitu kingine. Yeye mwenyewe akatoa sadaka. Akatoa sadaka ambayo ni damu ya mwana wake pekee, ili kuweza kuleta patanisho kati yake yeye na mwanadamu, na vile vile ili mwanadamu aweze kupata nguvu ya kuweza kutulia katika agano lake Mungu wetu. Tutaenda kusoma katika Mathayo sura ya 26 mstari wa 28. Twende pamoja, Bwana wa Mungu. Kuna kitu vizuri sana vya kujifunza hapo, unapaswa vielewe. Mathayo mtakatifu sura ya 26 mstari wa 28. Neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu linasema hivi. 28. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano. Hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Halafu tuunganishe na Marko 14:24. Marko 14 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema hivi. Akawaambia, hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba damu yake Yesu Kristo anatele hai ndiyo iliyomwagika, ndiyo damu ya agano iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ukumbuke agano kati ya mwanadamu na Mungu, au patano kati ya Mungu na mwanadamu, ni kuishi maisha yanayompendeza yeye na kumwabudu Mungu pekee na sio miungu mingine. Mungu wetu hataki tuishi maisha ya dhambi. Mungu wetu hataki afurahi maisha ya dhambi. Anataka tuyaishi yale mema yampendezayo, ili aweze kutubariki na kutufanikisha kulingana na ahadi ambazo aliyawahidia baba zetu, kulingana na ahadi ambazo amezitoa kwa neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu wetu alitoa sadaka ya damu ya Yesu, iwe sadaka ya agano, damu ya agano kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kwa ajili ya kumpa nguvu huyu mwanadamu aondokane na dhambi, aepukane na dhambi, ambao ndio inayosababisha kuvunja agano kati yake na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Agano la Bwana na mwanadamu linavunjika pale mwanadamu anapoiacha njia ya Bwana na kufanya ya kwake, au anapotenda uovu. Ndio maana katika Isaya 59:2 amesema, uovu wenu umewafarakanisha na Mungu. Na mimi wa mbinguni sitaki hata uso wangu nimeuficha, sitaki hata kusikia sauti zenu. Na ndivyo ilivyokuwa kwa wana wa Israeli. Walipokuwa kikosa, Mungu alikuwa hana habari nao. Walikuwa analia kwenye mateso, kwenye shida wanazokutana nazo, lakini Mungu hawasikii kwa sababu ya yale maovu.